Zimetamatika dakika 90 za mchezo kati ya IAA Sports Club dhidi ya Kajuna FC kutokea jijini Kigoma, ambapo IAA inafanikiwa kupata ushindi wa bao 1-0 na kwenda hatua inayofuata, hatua ya finali. Coach, hongera sana kwa matokeo, lakini Kajuna amekuwa ni mpinzani wa aina gani? Amekupa radha gani ya tofauti kwenye upande wa hatua ya nusu finali? Kwanza kabisa nimshukuru Mungu kwa sababu game ilikuwa ni ngumu. Timu zote zilizoingiana ni bora, zote ni bora. Lakini nizungumzia hii hapa kama ni game bora kwa sababu mwalimu pia yuko vizuri tactical, lakini na mimi pia niko vizuri. Kwa hiyo walimu pia tuliamua game kwa sababu pia tunajua game ilikuwa inahitaji sana mbinu. Tunachezaje, tuna attack vipi, tuna block vipi, na ndio maana tumeweza kufanikiwa. Kwa hiyo nishukuru kwanza wachezaji wangu kwa kuweza kunisikiliza mwalimu au bench kwa ujumla. Tumeweza kufanikiwa na tuweza kufanikiwa kwa sababu kipindi cha kwanza tulikubaliana kwamba tuweze kupress sana, tupige pressure sana ili tupate goli, ili pia tuwe na confidence ya hata kipindi cha pili hata kama tulikuwa tumepata goli moja. Lakini nashukuru Mungu tumemaliza kipindi cha kwanza tulikuwa na goli moja. Kipindi cha pili pia tumepambana kutafuta goli, lakini wapinzani pia walikuwa wazuri, wanazuia na pia walikuwa wanatafuta goli. Lakini mwisho wa mchezo maana yake nasema nimefanikiwa kwa sababu goli nilipata kipindi cha kwanza pia nimeweza kulihold mpaka kipindi cha pili game inaisha. Coach, ukiangalia timu yako bado imekuwa na shida kwenye kuzitumia nafasi ambazo zinakuwa zinatengenezwa. Hatua tunayoenda ni hatua muhimu na ni hatari zaidi kuamua nafasi ya IAA. Pengine mikakati ipoje katika kuhakikisha safu yako ya ushambuliaji inajaribu kuziconvert kila nafasi inazozitengeneza kuwa bao? Kwenye swala la kutumia nafasi sio IAA peke yake. Kwenye swala la kutumia nafasi nafikiri naweza nikasema kwa sababu tuko wa Tanzania tuzungumze kama ni wa Tanzania wengi. Na issue ya strikers maana yake ni sehemu ambayo ni ngumu sana sababu inahitaji utulivu sana kupata nafasi ili uweze kupata goli. Lakini ninachokiangalia mimi hata nilipomaliza makundi game ya mwisho nilishinda goli 3. Wengi wakupenda kwa sababu nilishinda goli 3 waliona kama ni goli chache. Lakini kikubwa nilisema kwamba ni kupata nafasi ya kwenda hatua inayofuata ambayo ni nusu finali. Kwa hiyo kwanza tunamshukuru Mungu. Lakini hatua hii hapa pia mpinzani pia alikuwa mzuri, lakini na mimi nilikuwa mzuri, lakini tunashukuru Mungu kwanza tumeweza kupata nafasi ya kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo hicho ni cha kumshukuru Mungu. Hatuangalii kama ni goli moja au mbili au tatu, lakini tunaangalia kwamba umewin kwenda next step. Hicho ni cha kumshukuru Mungu na kuwashukuru pia players. Pengine tutarajie kutoa ubingwa kitegemea na mpinzani ambaye mtakutana naye baada ya kutamatika mchezo unaofuata kati ya Kago na Mabao. Hiyo ndio target yangu kwa sababu pia ni mwalimu mshindani. Huko nilikotoka pia ni mwalimu mshindani championship. Tushakutana na timu nyingi, lakini pia experience ambayo ninayo huko maana yake nimeileta huku kwenye RCL na timu iweze kwenda vizuri. Ndio maana ukiangalia timu kwenye round ya kwanza uliona kama timu ina mapungufu, lakini baada ya kukaa na kutrain na kuweka mipango umeona kama timu bora inaweza kucompete na timu nyingine yoyote. Kwa hiyo kwenye finali pia watu waje waone burudani na tutafanya vizuri zaidi ya tulivyofanya leo. Kila laheri. Asante sana.